la makazini. Je, kwenye maeneo ya kazi kuna haja ya kupata huduma ya masuala ya afya ya akili, elimu, je na msaada wa kisaikolojia? Jibu ni ndio, kwa maana kwamba kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wafanyakazi wanakuwa wanazipitia. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kumfanya mtu akapata magonjwa ya akili akiwa katika eneo lake la kazi, kama yafuatayo. Twende pamoja mpaka mwisho wa wazo letu. Jambo la kwanza kabisa ni kulimbikiza kazi. Leo unafanya kazi lakini mwisho wa siku ile kazi haiishi, unasema nitamalizia kesho, na kesho ikifika haumalizi ile kazi, unakuwa na kazi nyingine tena. Kwa hiyo unakuwa na mlimbikizo wa kazi nyingi ambazo kimsingi zinaweza kukupa msongo wa mawazo kwa namna moja au nyingine, hasa pale taarifa au ile kazi inapokuwa inahitajika na bosi wako. Kwa hiyo inakupa ile hofu, wasiwasi kwamba viporo havijaisha na nini, na wakati mwingine inaweza kuleta migogoro katika eneo lako la kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kumaliza kazi kwa wakati na kukabidhi kwa bosi wako au kwa mwajiri wako. Lakini jambo la pili ni kufanya kazi chini ya kiwango, kwa maana kwamba inawezekana wakati mwingine uwezo wako wa utendaji kazi kwenye eneo ambalo unatenda kazi ni mdogo. Kwa hiyo unaweza kupelekea wakati mwingine kujihisi kama kitu tunasema inferior katika eneo lako la kazi, na hiyo mara nyingi inakulazimu kwenda kuongeza ujuzi ili uweze kuendana na mahitaji ya ofisi, ili kuepukana na changamoto ya msongo wa juu wa mawazo. Lakini jambo lingine ni kujiona wewe ni bora zaidi ya wengine. Kuna watu katika ofisi anasema bila mimi ile ofisi haiwezi kwenda. Unaona? Kwa kifupi ni kwamba ofisi inaweza kufanya kazi na mtu yeyote yule, ila tu awe anaweza kuendana na mahitaji ya ofisi. Kwa hivyo usijipe umuhimu kwenye ofisi kiasi cha kwamba ukaona watu wengine hawana umuhimu zaidi kwenye hilo eneo. Ni kitu ambacho ni hatari zaidi. Lakini kitu kingine ni kutokuwa na ujuzi wa kutosha. Na maanisha kwamba kuna wale watendaji kazi ambao maneno mengi, lakini kwenye utendaji wa kazi ni ziko to zero. Nasema busy for nothing. Unaweza kawa unaongea maneno mengi, lakini kwenye utendaji wa kazi unakuwa ni changamoto. Huyo naye anaenda akawa na shida ya akili, kwa anahitaji msaada wa kuelekezwa njia sahihi ambayo anahitaji kuifikia kwa namna moja au nyingine. Lakini kitu kingine, hofu. Kuna watu ambao wanafanya kazi kwa hofu. Mfano whether bosi ni mkali zaidi. Kwa hiyo kutokana na bosi anakuwa ni mkali zaidi kwenye eneo lile, basi anafanya kazi wakati mwingine anajikuta mpaka anaharibu kwa sababu ya hofu ambayo imemtawala. Na hii mara nyingi sana imekuwa kwa watendaji wengi sana wa kazi, na kitu ambacho kinawafanya waone hata ile amani yao ya moyo kutoweka kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo kwenye eneo la kazi vinaweza kufanya mtu akapata changamoto ya magonjwa ya afya ya akili kutokana na vitu kama hivyo. Lakini pia kitu kingine tunasema ni unconducive environment. Basi kila anakuwa sio rafiki katika utendaji wake wa kazi, either katika malipo au katika mazingira ya vifaa vya kutendea kazi, na pia vinaweza kumpelekea kupata magonjwa ya namna kama hiyo. Kwa hivyo ni vyema zaidi kuboresha maeneo yetu ya utendaji wa kazi, lakini pia na kuongeza ujuzi zaidi, lakini pia kuondoa hofu wakati wa utendaji wetu wa kazi, hasa kufanya kazi kwa kumhofia bosi au kufanya hivi, lakini tunatakiwa kufanya kazi kwa kufuata misingi na sheria na taratibu ambazo ofisi imejiwekea. Kwa kufanya hivi tunaweza kukabiliana na changamoto ya magonjwa ya akili. Asante na kwaheri.